Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, watazamaji wa Iqra Global Media. Kwa mara nyingine tena kabisa, leo ni Jumapili ambapo tumekwenda kutembelea Kirumoni, kuweza kuja hapa. Palikuwa leo na mafundisho ya kina mama, na hapa tuko na ustazi ambaye hatajitambulisha. Assalamu alaikum ustazi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina unaitwa nani? Labda wenye kututizama waweze kufahamu. Naam, kwa majina naitwa Imamu Ismail Kiza Ashraf. Imamu Ismail Kiza, leo tulishuhudia huko na kina mama katika mafundisho mafupi. Labda leo mlikuwa mnalenga nini? Mlikuwa mnazungumzia kitu gani? Naam, katika mafundisho ya leo, alhamdulillah, tunamshukuru kwanza Allah kwa kutufikisha katika siku kama ya leo, ya siku ya Jumapili, ambapo tulikuwa tumepangilia siku nyingi, lakini alhamdulillah tumeanza leo na wakina mama. Na mafundisho ya leo tulikusudia zaidi kwa sababu jamii yetu huwa wanafanya ibada, wengi huwa hawajui kile ambacho wanakiendea. Basi leo tukaona tuanzie katika nguzo za sala, kila mtu azielewe, kwa sababu sala yake iwe yenye usawa. Na katika hivyo ambavyo mmepata nafasi ya kuweza kuzungumza na akina mama, labda hii inaweza kuwa ni wiki ya ngapi mnafanya hayo mazoezi, kwa sababu ni kitu muhimu sana katika dini ya Uislamu? Naam, hii inaweza kuwa wiki ya kwanza mimi na ingia kwenye kikao chao, lakini heo wana kikao kila siku ya Jumapili, na nikawaahidi inshallah tutakuwa kwa pamoja kila siku ya Jumapili ili tudarasishane kile ambacho hawakijui inshallah. Na leo labda katika mambo ya sala amegusia nguzo za sala wakadhalika, labda leo ndo mmeanzisha ama ndo inakuwa kwa mara ya pili au mara ya ngapi? Naam, leo ndio tumeanza sasa. Leo ndio tumeanza kwa sababu tumeona jamii yetu au akina mama wetu wa hapa kwenye dini wakingaliki mbali sana. Basi tukajitolea inshallah ili tuwe kwa pamoja, kwa sababu sisi tutaulizwa, sisi ndio viongozi, inabidi tujipe muda kuikaa na Waislamu ili tuwaelimishe, ili kesho tukiulizwa na Allah tupate jawabu ya kumwambia Allah inshallah. Ni kweli. Na hapo kusema kwa mama, kwa sababu Uislamu unatuambia kwamba mama ni shule, na labda inaweza kuwa sababu mojawapo ya wenyewe nyumbani kuweza kuwa viegezo kwa wale watoto wao. Ni jambo la kheri sana. Unaoshauri nini akina mama ambao hawataki kuja kujiunga na wenzao, ili mradi kuweza kuja kupata haya mafundisho kidogo kuhusiana na dini ya Uislamu? Naam, inshallah kwenye ushauri, hata nimewaambia wamama ambao nilikusanyika nao leo, inabidi wafanye nguvu inshallah kuwasogeza wamama wengine ambao hawajahudhuria kuja kwenye vipindi kama hivi. Inabidi waambizane wale ambao wako karibu na wengine, amshauri mwenzake, ili tuwe tunapatikana Jumapili wamama wengi sana, ili wajipatie elimu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wameniahidi alhamdulillah kama Jumapili watakuwa wengi sana, kwa sababu ya hilo jambo waelewe dini yao. Na labda neno la mwisho. Neno la mwisho kwangu mimi ni nyinyi sasa ambao alhamdulillah mumekuwa na taasisi hii, kwa uwezo wa Allah kwanza wajalie kwa kile ambacho nitawaomba ni juhudi zenu, ni juhudi zenu za kwa kuja kutembelea Waislamu inshallah, kuwauliza maswali kwa kile ambacho sisi tutakuwa tunawadarasisha. Tutafurahi nyinyi kufika na kuwauliza na kuwajibu maswali, ili wajipatie kile ambacho itakuwa mnawaandalia. Itakuwa ni kheri sana, na ni kupanua dini na ni kuelewa dini kweli kama inaenda kiusawa. Naam, nashukuru sana mwalimu kuweza kuwa nasi kwenye exclusive interview ya Iqra Global Media TV. Nami nashukuru sana na karibu tena, hapa ni nyumbani. Naam. Asante sana ndugu wapenzi watazamaji wa Iqra Global Media TV. Mlikuwa nami Abubakari Kashindi Kamwanya, na leo tulikuwa na mwalimu Ismaili ambaye alikuwa ni mkufunzi wa siku ya leo, na umesikia ndo jambo kabisa limeanza Kirumoni kwa wale mama ambao wanatamani kujifunza nao masala dini, masala fulani, kwa sababu biqauli ya Waarabu wanasema al-ummu madrasa, man faqada al-umma faqada al-madrasa. Mama ni shule, yule ambaye atakosa mama atakuwa amekosa shule. Basi kuwa nasi katika vipindi vyetu vingine. Nite Abubakari Kashindi Kamwanya. Bye bye.